Leo insha Allahu taala tutazungumzia kitu kinachoitwa adhiharu. Mtakumbuka kwamba tulisema mwanzo wa darasa hizi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliruhusu talaka kwa ajili ya kuratibu jambo hili la watu kuachana, kwa sababu zamani kulikuwa kuna mila na desturi na taratibu ambazo zilikuwa zikimdhiki mwanamke, zikimtesa mwanamke. Miongoni mwa taratibu hizo na mila hizo ni kitu kinachoitwa adhiharu. Kabla ya kueleza dhihari ni nini katika sharia, tutaizungumzia dhihar katika lugha ya Kiarabu, halafu tutaeleza kiistilahi na hukumu yake ni nini. Adhiharu ni masdarun mushtaqun min adh-dhahri, ni masdar iliyotolewa, iliyovuliwa kutoka katika neno dhahar. Dhahari ni mgongo. Sasa adhiharu ni masdar. Idha dhahara arrajulu min imraatihi, yani akimwambia mwanamume kumwambia mkewe, anti alayya ka dhahri ummi, wewe kwangu mimi ni kama mgongo wa mama yangu. Hii ndio inayoitwa adhiharu katika lugha ya Kiarabu. Na katika istilahi ya kisheria, adhiharu huwa tashbihu almukallafi man yamliku nikahahu bidhahri muharramatin alayhi binasabin au ridha'in. Katika istilahi ya kisheria ni mtu aliyekalifishwa na sharia, yani mtu mzima aliyebaleghe, anapomfananisha mwanamke yamliku nikahahu, anayeweza kumuoa, kwa maana si maharamu yake, kufananisha mwanamke anayeweza kumuoa bidhahri muharramatin alayhi, kumfananisha na mgongo wa mwanamke ambaye ni haramu kumuoa, mathalan mama yake, binasabin, kwa nasabu, au ridha'in, au kwa kunyonya. Tufahamu kwamba udugu katika Uislamu ima ni wa nasabu au wa kunyonya, kwa mujibu wa masharti yaliyoelezwa katika fiqh. Kwa hiyo zamani, katika zama za jahiliya, mwanamume alikuwa anapomchoka mkewe, ataka kumtesa, anamwambia anti alayya ka dhahri ummi, wewe kwangu mimi ni kama mgongo wa mama yangu. Na akimwambia hivyo, anakuwa ni haramu kwake kulala naye, hawezi kufanya naye tendo la ndoa hali ya kuwa ni mkewe. Kwa hiyo zamani mwanamke alikuwa akiambiwa hivi, anabaki ni muallaka, mumewe hana kazi naye, hamuingilii wala hamruhusu kuolewa na mume mwingine, anakuwa ni muallaka, hajui ana mume au hana. Na masala haya yalitokea katika zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kesi ya kwanza ya dhihar ilitokea baina ya bwana anayeitwa Aus ibn Samit na mkewe Khawla. Kisa hiki kimeelezwa katika mwanzo wa suratul Mujadala.